Kama ambavyo nimewakaribisha watazamaji wetu katika kipindi hiki maalum, lengo kubwa likitaka kufahamu baadhi ya mambo, maana tarehe 7 ya mwezi wa 3 mwaka huu 2025 Baba Mtakatifu alivyotoa tangazo rasmi au tamko rasmi la kuundwa jimbo jipya la Bagamoyo, kila mmoja alitahamaki. Lakini sio kutahamaki, wengine wakasema sasa nani ni askofu, wakasikia kumbe askofu ndiye Baba Stefano Musomba. Pengine nianzie hapo. Kwako wewe, taarifa hii ilipokufikia ulipokeaje? Kawaida kwa sababu ni kazi ya Mungu Ndio. Tayari mimi ni askofu Kabisa. Mwanzoni wakati nateuliwa kwa askofu msaidizi ilikuwa mshituko mkubwa zaidi. Kwa sababu mtategemea. Sasa unapoambiwa mara ya pili walau sio mshituko kama ule wa kwanza. Lakini cha maana tu napokea kwamba hii kazi ni kazi ya Mungu mwenyewe, kwa sababu hizo ni neema za Mungu. Kama tunavyotaniana wakati mwingine nasema kwamba hakuna shule ya uaskofu. Unaweza kusomea upadre lakini si uaskofu. Kwa ndio maana tunaweka hii ni neema ya Mungu. Na ni zawadi ya pekee kutoka kwa Mungu mwenyewe. Na kusikia uteuzi huo basi mimi niliona kama zawadi ya Mungu. Kwetu sisi katika kanisa la Tanzania. Ni jimbo la kihistoria sana. Hasa tukiangalia imani yetu katika maeneo ya bara. Sasa ni mlango wa imani. Kabisa. Pale walipoingilia wale misionari walioenda sehemu mbalimbali. Kwa hiyo kutangazwa kuwa jimbo inakuwa ni furaha. Kwa hiyo vile vile ilinifanya niweze kufikiria mbali zaidi kwamba kama ni mlango wa imani na ni jimbo tayari, basi wanajimbo waonyeshe kweli mlango wa imani, kwa sababu kulitamka jimbo, wanajimbo inabidi waishi vile sasa imani ile. Ili watu wanapokuja pale wanasema kwenye hija, kwenye mambo mengine, waone watu wanaishi vizuri imani yao. Kwa hiyo nilifikiria katika eneo hilo, nikaona kwamba si swala tu la kusema nashangilia, si swala tu la kusema tumepokea, ni swala la kuwajibika. Kuwajibika katika Kristo, na jina lenyewe linatamkwa Bagamoyo, ambayo kiasili anasema bwaga moyo. Wale walikuwa watumwa wanabwaga moyo, wanasema kama ni kukosa matumaini hivi. Lakini hapa kama ni kubwaga moyo, ni kumbwaga moyo kwa Yesu mwenyewe. Kwamba sasa mimi najiachia kwako. Kwa sasa kila kitu nifanye kwa ajili yako. Kwa hiyo tafsiri ile ya zamani haiwezekani. Na tena uzuri jimbo lenyewe limetangazwa wakati tuko katika jubilei kuu 2025 na kauli mbiu mahujaji katika matumaini. Na tumaini halitahayarishi, halikatishi tamaa. Kwa hiyo ni jambo jema. Naweza nikasema tu hivyo, mtangazaji. Nashukuru, na naona kweli umejipanga, kwa sababu moja kwa moja unatuambia sasa tukija Bagamoyo tujitayarishe kubwaga mioyo yetu katika imani. Tusiye kama vile ambao tunakuja. Nashukuru kwa hilo Baba.